Waokozi ni kina nani? Cha kwanza ni watu waliosukwa na mbingu kwa ajili ya kuleta wokovu katika dunia yao. Ni watu waliosukwa, heavenly made. Ni watu ambao they are wired by heaven. Unaweza usione kwenye nyuso zao made in heaven, lakini ndani yao ni watu waliosukwa na mbingu. Wamesukwa na mbingu. Nampenda Mungu kwa sababu mwanzoni wakati Mungu anaumba kwenye Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 3, Biblia inasema Mungu alikuwa anasema peke yake. Anasema Mungu akasema na iwe nuru. Mwanzo 1 mstari wa 6, Mungu akasema, alikuwa peke yake na kile kitu fulani. Mwanzo 1 mstari wa 9, Mungu akasema na kile kitu fulani. Mwanzo 1 mstari wa 11, Mungu akasema na kile kitu fulani. Mwanzo 1 mstari wa 14, Mungu akasema na kile kitu fulani. Mwanzo 1 ule mstari wa 20, Mungu akasema na kile kitu fulani. Mwanzo 1 mstari wa 24, Mungu akasema na kile kitu fulani. Mwanzo 1 mstari wa 26, ilipofika kwenye kumuumba mwanadamu, Mungu akasema na tumfanye. Maana yake mwanadamu sio zao la kitu kimoja. Hiyo tumfanye inaweza kuwakilisha utatu wote wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja kwenye huo utatu alikuwa na kitu chake cha kufanya ndani ya huyo mtu. Kwa sababu aina hii ya mtu anataka kumtengeneza. Wale wanaofahamu kuhusiana na mfano wa magari. Gari inaweza linaonekana limetengenezwa na Toyota, lakini kuna vifaa vinakuwa vimetoka nchi nyingine. Kuna vifaa wanaweza kanunua Marekani. Kuna vifaa wanaweza kanunua China. Wao wanachoweza kufanya kikubwa ni kutengeneza design na kuassemble. Maana yake kuviunganisha vile vitu kwa pamoja. Zaburi ya 139 mstari wa 13 hadi ule mstari wa 16. Wewe umesukwa, umeungwa. Mbingu zimekuunga kwa ajili ya kazi fulani. Fundi umeme akija hapa, tukamwambia hii nyumba itatumika kwa ajili ya kuweka mashine za kufanyia kazi. Labda tuseme mashine za kusaga. Zitakuwa mashine za kusaga 10 hapa. Upande huu 10 na huku mashine za kukoboa 10. Wiring itakayosukwa hapa, itasukwa wiring inaendana na kazi inaenda kufanyika. Tunakubaliana? Hata gari litatengenezwa kulingana na aina ya kazi inaenda kufanyika. Wala wanaofahamu kuhusiana na ujenzi. Mimi nimesoma mechanical engineering. Kuna kitu kwenye mechanical engineering tulisoma kinaitwa strength of material. Uwezo wa kitu kustahimili kitu. Mfano hii beam hapa. Ingekuwa tunajenga ghorofa, hata wale watu wa ufufuo na uzima wanaweza kunielewa vizuri. Pale kwenye zile ghorofa tunazojenga, kuna zile nguzo. Tukao tunasuka na zile nondo. Wakati tunasuka kulingana na kitu ambacho tunataka. Yani jinsi ambavyo tunataka hizo nondo zistahimili. Ni nini kitakuja juu yake kitaamua tutasuka vipi zile nondo tutakavyozisuka. Sasa anasema maana wewe, Daudi huyu anasema, maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu. Alafu soma hicho kinachofuata. Soma tena kwa sauti. Mguse jirani yako, mwambie asome. 1 2 3 twende. Soma tena vizuri. Uliniunga. Tukisema uliniunga, maana yake kuna kitu kilikuwa kinachukuliwa mahali fulani, kinaletwa kwenye tumbo la mama yako, kinawekwa. Kuna kitu kilikuwa kinachukuliwa tena sehemu fulani, kinaletwa tena kwenye tumbo la mama yako, kinawekwa. Tukisema uliungwa, hata aina ya miguu ulionayo imewekwa kulingana na kusudi ulionalo. Uwezo kanielewa vizuri kwa sababu unaangalia miguu yako, unasema miguu yangu hii vipi, mbona sielewi mbele ni wapi, nyuma ni wapi? Mungu ni kama anatengeneza magari. Mtengeneza magari, aina ya tairi hawezi akaweka kwenye fuso akaweka tairi ya AST. Haiwezekani. Maana yake hata macho ulionayo, hayo macho nakwambia macho mchuzi. Hayo. Mtu wa Mungu hayo yanafaa kwenye hilo kusudi. Mmekataa? Ngoja nikuelezee vizuri. Niweke amplified mtu wa Mungu. Pastor hebu njoo simama. Tumchukue na nani? Na Pastor Masha. Pastor Masha hebu njoo simama hapa. Njoo simama hapa. Pastor Masha simame hapa. Tutafute na nani mwingine? Pastor Tukuzo. Njoo Pastor Tukuzo. Njoo simama hapa. Kuna wengine Mungu anajua kabisa, yani angekufanya kuwa kama Pastor Tukuzo, unaendana na Pastor Chiruo. Kidogo wewe unaendana naye, rudi. Isaya hebu njoo, Isaya hebu njoo. Tuone jinsi maajabu ya Mungu kaumba watu. Wengine wote ni wa Mungu. Sasa hawa ndugu kidogo wamekaa vizuri. Huyu jamaa wakati anatoka mbinguni, Mungu aliridhika kumpa huu mkono alionao.
Mungu aliridhika kumpa hiki kichwa alichonacho. Hata hiki kimo, kwa Mungu hiki ndio kimo kinachohitajika kwenye kusudi la huyu ndugu. Watu wa Mungu mnakataa? Mnakataa? Basi niambieni Mungu amekosea. Niambieni Mungu amekosea. Hata wale watu wa dunia wakaimba kazi yake Mola haina nini. Kwa hiyo huyu ndugu kwenye kusudi la Mungu, hata urefu alionao ndio urefu ambao unatoshea kwenye hilo kusudi. Yaani kuna kitu kwenye hicho kusudi lake kinachohusiana na hiki kimo alichonacho. Huwezi kaelewa mambo vizuri kama wewe ni mrefu. Huwezi kaelewa mambo vizuri. Kwa sababu mwingine akiwa mfupi, cha kwanza anachowaza, hivi mimi nitaolewaje sasa? Mimi nitaolewaje sasa? Atakuwa ananiangalia hivi, wewe. Mungu hajakosea. Mungu hajakosea. Kwanza jikubali. Hebu jipige kifua, sema najikubali. Hapa anajaribu kudili na roho ya kukataliwa kabla ya watu kukataa, wewe unajikataa mwenyewe. Piga kifua sana, sema najikubali. Mbona unasema kwa wasiwasi? Jipige tena, sema najikubali. Siku zingine amka asubuhi, tokea mbele ya kioo, simama pale, sema wewe jamaa, wewe nakukubali. Wewe jamaa nakukubali jinsi ulivyo. Una akili mno wewe jamaa. You are the best. Hakuna mtu kama wewe. Wewe ndio unatishia dunia nzima hivi kulivyo wewe jamaa. Unajiangalia pale. Shida itakuja pale ambapo utajilinganisha na wengine. Hapo ndo shida itaanzia. Ila ukijiangalia wewe kwa kusudi la Mungu, wewe hivyo ulivyo unatoshea. Kuna mtu hapa anakuja anakuambia pastor, mimi nina roho ya kukataliwa. Ila ukimsikiliza vizuri, shida sio watu, shida ni yeye kwanza. Hata yeye amejikataa. Na unajua wachungaji tuna kazi nyingi. Unaweza kuwa unamsikiliza mtu, unajua shida yake na unataka umsaidie, ila yeye anataka umsaidie kwa namna ambayo anataka yeye umsaidie. Yaani anakuja tayari ana majibu yake kichwani. Kwa ukitaka kumpeleka huko, mchungaji hujanielewa vizuri. Mchungaji hapa jinsi alivyo, huyu sio mfupi, ni mfupi ukimlinganisha na mtu mrefu. Ila kwenye kusudi la Mungu, huyu jamaa ametoshea vizuri mno. Ameenea vizuri mno. Halo. Na Pastor Masha pale pia alivyo. Kwenye kusudi la Mungu, ndio maana usije ukamdharau mtu yote. Nilikwambia Mungu amdharau mtu yote. Kwa sababu mtu anaweza kumdharau mtu kwa sababu ya kimo, rangi, jinsia, umri, ni kijana tu, ni mtoto tu hajaoa. Haya mambo ya hajaoa na ameoa kwenye kizazi yatakupa shida sana. Kwa sababu utakachokishangaa ni kwamba Mungu anajaza roho yake hadi watoto. Utashangaa mambo ambayo watoto wanafanya kwenye kizazi ni mambo ambayo wazee ndo walizoea kufanya zamani, au labda hata hawakuwahi kufanya. Na hatuna shida na wazee wetu kwenye kizazi. Hatuna shida nao. Tunawaombea, tunawapenda, tunamshukuru Mungu kwa ajili hata mpaka hapa ambapo ametufikisha. Lakini mtembeo ambao Mungu anaenda kuuzaa kwenye kizazi ni ule mtembeo watu ambao tangu wakiwa tumboni mwa mama zao wamejazwa Roho Mtakatifu. Hujawahi kuona? Watumishi wa Mungu mrudi sasa. Kwa hiyo ukimwona huyu mtu usimdharau. Daudi anajipa conclusion. Daudi alienda kwenye kioo. Twende mstari wa 14. Alienda kwenye kioo. Watu wanamwambia Daudi una macho mekundu. Wanamwambia wewe ni kijana tu, ni mzuri. Daudi haya alikuwa ni maneno ya mtu mmoja anamwambia Daudi. Akasema wewe una macho mekundu tu. Wewe ni kijana mdogo, ni mzuri tu. Ile mzuri ni ile mzuri ya wewe ni mchumba tu, ndio zile lugha za vijana. Mrembo, yes, mrembo tu. Daudi ni mrembo. Daudi kabidi arudi ajiangalie kwanza. Hivi kweli wanasema mimi niko hivi? Mbona sioni hivyo? Conclusion ya Daudi inaisha na andiko hili la mstari wa 14. Anasema tusome toka pamoja 1 2 3 twende. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Rudia tena huku ukijiambia katika jina la Yesu. Hebu jiambia kwamba Bwana nitakushukuru kwa kuwa umeniumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Sema tena kutoka ndani na nisikie sauti yako, sema nitakushukuru kwa kuwa umeniumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Sema tena nitakushukuru kwa kuwa umeniumba kwa jinsi ya ajabu
na ya kutisha. Conclusion ya Daudi inakuja, I am fearful and wonderful made. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Nikiangalia vingine vyote sioni kinachofanana na mimi. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Na ufupi nilionao nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Na urefu nilionao nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Wimbo ulio bora nilikuwa na usoma, nikaona yule aliandika kwenye wimbo ulio bora anasema mimi ni mweusi. Mimi ni mweusi tu. Jamaa anajisifia weusi. Anajisifia weusi. Anajisifia weusi. Sema mimi ni mzuri. Sawa sana neno la Bwana. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Auwi wa ajabu kwa sababu umepaka makeup. Ngeukia dada mmoja umwambie hivyo. Ngeukia dada mmoja umwambie hivyo. Ngeukia dada mmoja umwambie hivyo. Hauwi wa ajabu kwa sababu umeanza kupaka makeup. Makeup imekukuta njiani. Tayari ukiwa na uzuri. Tayari ukiwa wa ajabu. Tayari ukiwa wa kutisha. Mbele za Mungu ukipita wewe unatisha. Mungu akiangalia, Mungu anasema maana si tu kazi yake. Maana yake ukipita mbele za Mungu, Mungu anasema Mungu anajipiga kifua, hii kazi yangu hii. Hii kazi yangu hii. Hiyo lugha za vijana, anaweza kawa binti anapita anasema kazi ya fulani ile. Unaona? Kazi ya fulani ile. Sasa ukiwa unapita mbingu, Mungu anajitamba kule mbinguni. Anasema hii kazi yangu hii. Yes. 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 Hata wamekuambia wewe ni bonge, hiyo bonge iondoe kwenye akili yako. Wewe ukiwa unatembea jiangalie kama Mungu anavyokuangalia. Moja ya sababu kuyashindwa maisha sio kutokuwa na hela. Kuyashindwa maisha ni kuwa na mtazamo mbaya juu yako. Ukianza kuwa na mtazamo mbaya juu yako, hata vingine vyote havina maana. Sema katika jina la Yesu, narudi kwenye asili yangu. Mimi nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Unakaza kama Daudi. Kama Daudi amesema hivyo, mimi ni nani nisiseme hivyo? Kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Alafu bahati mbaya ni kwamba hapa anajaribu kuiponya nafsi ya mtu. Maana ujionavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Ukiwa unajiona dhaifu ndivyo utakavyokuwa. Na sio tu ndivyo utakavyokuwa, na ndivyo watu watakavyokuona. Watu hawakuoni kwa sababu ya muonekano wako nje, wanakuona jinsi unavyojiona kutokea ndani. Na unajuaje wanakuona jinsi unavyojiona kutokea ndani? Sikiliza utakavyokuwa unaongea mambo ya ovyo ovyo. Bila sema mwanamke mzuri asiyekuwa na akili ni kama pete ya dhahabu kwenye pua ya nini? Maana yake kumbe uzuri hautokei nje kwanza, unatokea ndani. Akili yako ikiguswa leo na neno la Bwana, uzuri wako una thamani kwa jina la Yesu. Nirudi hapa kwenye wokozi watu wa Mungu. Waokozi na hapa tunasaisha pia mtazamo, kwa sababu ili uwe mwokozi lazima ujione hivyo. Gideoni anatokewa na malaika. Malaika anamwambia, shujaa. Gideoni kwanza hata hakushtuka. Akabidi atulie kwanza. Malaika akapiga tena mara ya pili. Shujaa. Pale haipo mara mbili. Hii mara mbili utaikuta kwenye ibada. Utaikuta kwenye ibada. Pale imeitwa mara moja. Ila hii mara mbili utaikuta kwenye ibada. Shujaa. Gideoni akawa anajaribu kuangalia. Sio alikuwa anaangalia anayemuita nani. Alikuwa anaangalia anayeitwa ni nani. Katika kuangalia anayeitwa ni nani, anakutana na malaika. Malaika anamwambia, shujaa, Bwana yupo pamoja naye. Gideoni anasema, huyu jamaa vipi huyu? Wewe umetokea wapi wewe? Uelewi kinachoendelea? Kuna miujiza Mungu aliwahi kuitenda na mashujaa huko vizazi vilivyopita. Gideoni anasema mimi kwanza ni mdogo katika familia yetu. Kuna mambo kama 7 nataka uyaondoe kwenye akili yako kama unataka Mungu akutumie kama mwokozi. Cha kwanza, usiweke umri wako kwenye biashara na Mungu. Umri wako sio kitu. Masuala ya kumwambia Mungu wewe ni mdogo, sio udogo unaofanya kazi wala sio ukubwa unaofanya kazi. Ni Mungu atendaye kazi ndani yetu ndiye anayefanya kazi. Gideoni anakutana na Mungu, anamwambia Mungu, mimi ndio mdogo kwenye familia. Masuala ya udogo kwenye familia haya yahusiana na kile ambacho Mungu anataka kufanya na wewe. Yeremia sura ya 1 mstari wa 7. Mungu anamuita Yeremia, anamwambia nimekuita Yeremia kabla hujatoka kwenye tumbo la mama yako na alikutakasa. Nimekuandaa kwa ajili ya mambo makubwa. Nimekusuka Yeremia, nimekusuka. Mstari wa 7, Yeremia anamwambia Mungu, anasema mimi ni mtoto. Mungu anamkemea, anamwambia usiseme hivyo. Anasema lakini Bwana akaniambia usiseme. Tafsiri yani rais tunajaribu kama tungekuwa kwenye hiyo movie, ni kwamba Mungu anamwambia shut up.
Geukia jirani yako mwambie mambo ya udogo udogo shut up. Mbona unamuogopa wewe au nikubadilishie city? Mwambie vizuri sasa. Mwambie mambo ya kuongea udogo udogo shut up. Lakini pia cha pili, unapotaka kufanya biashara na Mungu kama Mwokozi, usiweke masuala ya jinsia. Masuala ya jinsia weka pembeni. Wanawake wa siku za mwisho sio wanawake wa kitabu cha Mwanzo. Wanawake wa siku za mwisho wana roho wa Mungu ndani yao. Wanawake wa Mwanzo walimruhusu nyoka akaingia kwenye familia zao, alimruhusu nyoka akaingia kwenye bustani yake, akaingia mpaka nyumbani kwake. Wanawake wa kitabu cha mwisho ni wale wa Ufunuo brother. Amevikwa taji, nyoka amewekwa chini ya mguu wake. Ni vita mura. Unataka utaki, unaachia uachi. Ni vita. Mwanamke wa Ufunuo uchukui mtoto wake kirahisi. Ana mimba lakini bado ni fighter. Bila sema mwanamke wa Ufunuo amevikwa taji kichwani. Taji tusichukulie kama mtu ameshinda akavishwa taji. Huyu ni mwanamke ambaye anatembea na ushindi. Niwekee Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Anasema na ishara kuu ilionekana. Mwanamke wa siku za mwisho ni mwanamke wa ishara. A woman of wonders. Anasema na ishara kuu ilionekana mbinguni. Hiyo ishara ni nini? Ni mwanamke kwanza. Mungu ana business na jinsia. Ana business na roho iliyoko ndani yako. Na kitu kikubwa ambacho amekiweka ndani yako. Ndio maana unapotaka kufanya kazi na Mungu usiweke jinsia yako kwenye meza. Waebrania 11:35 anasema kuna wanawake ambao walipokea wafu wao. Wanawake wa siku za mwisho kama ni nguvu ya kufufua. Ndio maana mimi sijitambi kwa sababu najua hata watu wakiamua kutokea wanatokea. Wanawake wa siku hizi ni ambao bila sema wanahubiria habari njema ambao ni nini? Ni jeshi kubwa. Mbingu zinawatreat kama jeshi. Usiweke masuala ya jinsia. Nilikuwa nasikiza ushuhuda mmoja, mke wa mtumishi wa Mungu anaitwa T.L. Osborne. T.L. Osborne alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mwinjilisti mkubwa, fanya kazi kubwa sana ya kuhubiri injili hasa maeneo ya India na sehemu nyingine. T.L. Osborne mke wake siku moja akaenda kule South America. Akafika kwenye kijiji kimoja akiwa anahubiri injili, akamkuta mganga mmoja amejisokotea nyoka kwenye kiuno. Na anacheza, watu wanamshangaa. In fact watu walikuwa wanamuogopa yule mganga hata kumkaribia kwa sababu yule nyoka ya yule nyoka ambaye alikuwa amemzunguka. Na yule nyoka alikuwa ni nyoka wa mila. Na kwa taratibu za kawaida hata kumkaribia yule jamaa wanawake alikuwa haruhusiwi kumkaribia. Hata kukaribia kwenye eneo ambalo anafanyia hivyo vitu vyake haruhusiwi kumkaribia. Mke wa T.L. Osborne alipofika akamwangalia. Akamwambia naweza kujia? Namtaka yule nyoka kwenye kiuno chako. Jamaa kwa dharau akacheka. Mwanamke anataka kuwa sadaka leo kwenye madhabahu ya Baali. Akamwambia njoo mchukue. Akaenda akamshika, akamvuta. Alivyovuta kwa nguvu mpaka afike huku, yule nyoka amegeuka kuwa fimbo. Mganga pale akafeinti. Kwa sababu ni jambo ambalo halijawahi kutokea. Maana yake wanawake wa siku za mwisho usijichanganye brother. Ukakosea kukutana na mwanamke aliyejaa roho, anaenena kwa lugha, amejaa neno la Mungu ndani yake na anajijua yeye ni nani kama ambavyo Mungu anamjua. Usikosee ukamdharau. Mwanamke wa hivi hata vilivyokufa anaweza kavirudisha kuwa hai. Jamii ya wanawake ambao Mungu anainua kwenye siku za mwisho ni wale aina ya kina Debora ambao watakuwa waamuzi wa kwanza kwenye kizazi chao. Mungu ataingiza kwenye mambo makubwa. Kuna mwanamke mmoja huko nchi ya mbali huko, alipewa nafasi ya uongozi huko nchi ya mbali huko, ameitumia vibaya akaibisha wanawake wengine. Ila nadhani huko nchi ya mbali mwaka huu anaweza akafanya kitu. Nadhani huko kwenye hiyo nchi ya mbali mwaka huu huko magharibi ya kati ya kusini mwa kaskazini. Nadhani wale watu ile bahati imeangukia ni bahati ya mtende. Kwenye hiyo nchi. Kwenye hiyo nchi. Hamwezi kuielewa hiyo nchi. Mpaka uwe na D mbili na moja ni D ya dini. Mpaka uwe na D mbili. Sasa huyo mwanamke sijui, ngoja tuachane na habari za huyo mwanamke. Ila huyo mwanamke alipata nafasi, akuitumia nafasi vizuri. Akadili na nafasi kijinsia. Akaiendesha nafasi kijinsia huyo mwanamke kwenye hiyo nchi. Lakini Mungu ana mpango wake mwaka huu kwenye hiyo nchi. Kabisa na lazima iwe. Hebu tuiombee hiyo nchi, sema katika jina la Yesu. Mipango ya Mungu kuhusiana na hiyo nchi itimie leo kwa jina la Yesu. Kusema hivi hatumaanishi kwamba
tuna vita nao watu, ni kwamba Mungu akikupa nafasi ukiwa unajiangalia kijinsia, utafanya chini ya viwango. Utafanya chini ya viwango. Jambo la tatu ambalo Mungu akiwa anataka kutumie, usiliweke kwenye mada, udhaifu wako. Usiweke udhaifu wako mezani. Mungu anaviita vidhaifu ili avikamilishe. Wanadamu wakiwa wanatafuta watu wa kufanya nao kazi, wanatafuta wenye vigezo. Ndio maana anakuambia upeleke CV. Mungu CV yake ni wewe kuwepo eneo la tukio. Ukiwepo wewe inatosha. Musa anamwambia Mungu, na kigugumizi siwezi kuongea. Mungu anamwambia, kwani mimi unadhani sikuona hicho kigugumizi? Kwa sababu watu wengi hapa Mungu akitaka kutumia, unaweka madhaifu yako mengi, unayapangilia, unaorodhesha karibu madhaifu 50. Mungu unajua mimi na komwe, unajua mimi niko hivi, unajua zinakuwa nyingi. Ngekuja nako mwambie we, haya mambo sitaki kuyasikia tena. Mkazie vizuri, mwambie we. Ngeukia mwingine, mgeukia upande mwingine, mwambie we, haya mambo sitaki kuyasikia tena. Masuala ya kuangalia udhaifu. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 20, tuanze mstari wa 24 25 na kuendelea. Mungu anasema anawaita wadhaifu, ili anavichukua vidhaifu, anavitumia vidhaifu ili aviaibishe vyenye nguvu. Maana yake Mungu, kwa sababu Mungu akikutumia ukiwa una udhaifu, mwisho wa siku utasema ni wewe umefanya. Ila Mungu akikutumia kwenye hali ya udhaifu, lengo lake ni autunze utukufu wake. Ni rahisi wewe kusema hapa si kwa akili zangu, hapa si kwa nguvu zangu, hapa ni roho Bwana amenisaidia, kama hilo jambo alikuwa ndani ya uwezo wako. Kwa sababu likuwa ndani ya uwezo wako, utasema ni kwa nguvu zangu. Anasema bali kwa waitoa Yahudi na Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Twende mstari unaofuata. Anasema kwa sababu upumbavu wa Mungu na hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu na nguvu zaidi ya wanadamu. Mstari wa 26. Yes, huo ndio muhimu sana. Anasema maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, maana yake watu ambao Mungu amewaita. Anasema si wengi wenye hekima ya mwilini. Mungu anaita si wengi wenye hekima ya mwilini. Yaani kwenye issue ya hekima sio wengi wenye hekima. Na ndio maana wengine Mungu anawaambia, ndugu usifikirie cha kusema utaharibu. Subiria tu ukifika pale nikupe cha kusema. Petro anajiuliza sasa, Bwana wakitukamata tutasemaje? Yesu anajua Petro hajasoma, maarifa hana, elimu hana. Akamwambia ndugu usifikirie. Ukifika eneo la tukio nitakupa cha kusema. Wewe tu ukifika pale fungua kinywa chako na mimi nitakujaza. Kazi yako ni nyepesi. Na ili kujua kwamba hata hekima ya mwilini hauna, Mungu alikuwa anampangia hadi Musa atakwenda kumwambia Farao. Imagine mtu wa miaka 80 anaelekezwa atakwenda kumwambia Farao. Wewe leo ukiona hivi unaona unapelekeshwa. Ni mtu mfano yuko chini ya mtumishi wa Mungu anatumika, alafu unapewa maelekezo. Nenda akaseme, nenda kahubiri hivi na hivi na hivi. Anzia pointi ya kwanza hapa na andiko la kuweka ni, na wakati una maandiko yako 50 yako hapo ndani. Nasema sasa baba, maandiko gani haya? Anaweka maandiko ya Sunday school. Ombeni na nitapewa, ndo nini sasa hiki? Hapa inataka tuweke kitu kizito. Elia akaomba mara 7. Baba, hilo la Elia mara 7 hajaliona. Ameliona. Ila wakati huo baba yako anajua kiwango chako cha akili. Ukienda na hizi akili zako utaharibu. Anakupangia cha kusema. Ninakumbuka nikiwa mtoto, ulikuwa unaweza kupewa 500 mbili. Moja ya dagaa, nyingine ya chumvi. Ukiwa njiani 500 ya chumvi, 500 ya dagaa, 500 ya chumvi, bahati mbaya ukimsalimia mtu umeshachanganya mahesabu. Ile kumsalimia tu mtu umeshachanganya 500 ya chumvi, na bahati shida haipo kwenye kuchanganya 500, kwa sababu ile unaweza kulia chumvi. Ila sasa unawaza, nimeshachanganya ya chumvi ni ipi? Ya chumvi ni hii au ni hii? Inabidi tena urudi nyumbani uandikiwe. Sasa mama yako anachokifanya ni kukuandikia karatasi na kuzifunga zile kwenye karatasi na kusema mpelekewa dukani. Halo, nimesema waokozi ni watu ambao wamefanyaje? Wamesukwa na mbingu kwa ajili ya dunia yao. Daudi anasema uliniunga, turudi ile Zaburi 139 mstari wa 13. Anasema uliniunga tumboni mwa mama yangu. Kusema Mungu alikuunga, maana yake kuna picha ambayo Mungu alikuwa nayo. Hakuna fundi welding ambaye anaanza kutengeneza dirisha au mlango ambao ana picha nao. Anasema eti ngoja nitengeneze tu kitakachokuwa kitakuwa. Anakuwa na vipimo, anakuwa na aina, labda hapa chuma hii nitaweka nikiwa nimeikunja hivi. Maana yake hata namna anavyotaka, hiyo namna ndio inamsukuma aanze kuchukua kitu kimoja na kukiunganisha. Sasa kuchukua kimoja na kukiunganisha. Hakuna fundi ujenzi ambaye anasema wewe kama msingi huko,
mimi huku napandisha paa. Unaanza kupandisha paa na kati vitu vingine havijaingia. Kila fundi au mtengenezaji wa kitu chochote huwa anakuwa na picha, prototype ya kitu ambacho anataka kukitengeneza. Na hapa anasema uliniunga. Mstari wa 14 wa 15 anasema mifupa yangu haikusitirika kwako. Anasema nilipoumbwa kwa siri. Nilipoumbwa kwa siri maana yake nilikuwa naumbwa nikiwa kwenye tumbo la mama. Watu walikuwa wanioni, hata mama yangu alikuwa anioni. Bila nasema ni nani awezaye kujua jinsi Mungu anavyoiumba mifupa ndani ya tumbo la mama mjamzito? Mhubiri 11 mstari wa 5. Maana yake ni mambo ambayo Mungu anajua peke yake, jinsi anavyounga mfupa wa mbavu na mfupa sio wa uti wa mgongo. Mungu anavyoumba huo uumbaji ni Mungu anakuwa anaujua. Daudi anasema nilipoumbwa kwa ustadi. Chukua hilo neno, kwa ustadi. Ustadi maana yake ni kwa ujuzi. Amplified anasema nilikuwa naungwa skillfully. Mungu alikuwa ananiunga kwa ujuzi wa hali ya juu. Asema my frame was not hidden from you when I was being formed in secret. Asema and intricately and skillful formed. Maana yake kwa akili na ujuzi wa kiwango cha juu. Anasema as if embroidered with many colors. Ni kama vile mtu anachanganya rangi nyingi. Lazima unajua kuchanganya rangi, lazima wale wanaochanganya rangi. Unajua kuna rangi tunazokachanganya hii na hii, tunachanganya tupate rangi fulani. Lazima pia uwe mtaalamu kwa sababu hii rangi inawezekana inahitajika lita moja, hii nyingine inahitajika nusu lita ili aina hiyo rangi itokee. Lakini pia hii inawezekana tunahitaji labda rangi hii na hii na hii. Kwa hiyo wale watu ambao wanachanganya rangi siku hizi wamerahisisha, wameleta mashine. Kwa hiyo rangi zinachanganywa na mashine. Lakini wakati huo Mungu anasema, Daudi alikuwa na hiyo akili ya kwamba alikuwa na hiyo akili ya watu wanaochanganya rangi. Anajua inahitajika akili ya kiwango cha juu unapotaka aina fulani ya rangi. Kwa sababu ukikosea umepoteza aina ile ya rangi na unakuwa umeharibu material. Kwa hiyo Mungu alikuunga kwa namna ya ujuzi wa hali ya juu. Anasema in the depth of the earth. Tuone mstari wa 16. Anasema mstari wa 16. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Maana yake Mungu alikuwa anakuona hatua kwa hatua. Alafu anasema chuoni mwako ziliandikwa zote pia. Ili neno chuoni mwako, kila mtu uliye hapa, kuna kitabu mbele za Mungu kimeandika habari za mambo yako. Achana tu na Biblia, kuna kitabu mbele za Mungu kimeandika habari za maisha yako. Unapaswa kuishije? Unapaswa kufanya nini kwenye maisha? Ndio maana siku ile ya hukumu Biblia inasema kitabu kitafunuliwa. Na vitabu vitafunuliwa. Hivyo vitabu vitakafunuliwa vingine ni vingine ambavyo vinahusisha maisha yako. Kwenye Isaya akasema tafuteni katika kitabu cha Bwana. Ndio katika hicho kitabu cha Bwana sasa ambacho habari zako zimeandikwa. Na hizo habari unazipataje? Unazipata ukijaza Roho Mtakatifu. Hakuna kitu Mungu anaweza kuficha. Anasema mambo yale Mungu ametujulisha kwa roho yake. Mambo ambayo jicho alikuona, masikio ya kusikia, wala ya kuingia kwenye moyo wa mwanadamu.